Na hii ni sehemu ya mwisho. Hatimaye tumefika mwisho wa simulizi hii nzuri kabisa ya Janilo. Bwana, mimi nikushukuru mno sana. Na tulipoishia sehemu kabla ya hii sehemu ya mwisho ni baada ya kuona Janilo alienda kwa IGP na alivyofika na akamweleza ya kwake, na IGP tayari walinzi wake walikuwa wameshauliwa. Kwa hiyo IGP alikuwa anatakiwa kuonana na Macklay. Kumbe ndani kuna mwamba Janilo ambaye ameshamwambia kwamba IGP nenda kamfungulie huyo mgeni ambaye anamtarajia usiku. Kwa hiyo IGP sasa ndo alitoka sasa kwenda kumfungulia geti nani? Huyo Macklay. Hapo sasa ndipo tulipoishia, na sasa huyu Macklay ndiye kiongozi mkuu wa The Genesis. Sawa Huyu ndio kiongozi mkuu wa The Genesis. Kwa hiyo kipi sasa kitakachoendelea mara baada ya Janilo kuweza kuonana na Macklay? Hii ni sehemu ya mwisho msikilizaji, asante sana na tumalizane nayo. Basi IGP alipewa ishara na Janilo kwenda kuangalia. Alimkonyeza Janilo kumpa ishara ya mhusika kufika, akapewa amri ya kwenda kumpokea mtu huyo. IGP alienda mwenyewe getini kufungua, mikono yake na shati vikiwa na damu. Macklay alimtaka mlinzi wake kubaki kwenye gari, maana ndiye ambaye alikuwa anamwendesha. Hivyo alipaswa kuwa tayari muda wote kama mambo yangekuwa mabaya. Basi akauliza kwamba nini kimetokea hapa. IGP alimwangalia yule bwana kwa umakini. IGP akasema kwamba ndio wewe ambaye nimeelekezwa unakuja hapa? Macklay akasema ndio, ila nimekuuliza swali. IGP akasema kwamba nimewaua. Macklay akasema ni hawa ni walinzi wako sio? IGP akasema ndio. Sasa kwa nini wewe wakati ndio ambao wanahakikisha wewe unakuwa salama bwana? Kwa nini? Kwa sababu walisikia siri ambazo hawakupaswa kusikia. Nimejifunza kwa namna ngumu kwenye haya maisha yangu kuamini watu kijinga namna hii inaweza kukuletea matatizo makubwa hapo baadaye. Kwa hiyo nimeanza ushirikiano mpya na nyie, kwa hiyo nahitaji kila kitu kianzie mwanzo. Yule bwana alijikuta akiguna tu. Na yule jamaa Macklay alikuwa ni jasusi mkubwa. Hivyo hakuwa mtu ambaye alikuwa anapenda kuamini kila ambacho alikuwa anaambiwa. Alimtaka IGP aongoze ndani, ambapo alifanya hivyo na kwenda kuketi sebuleni. Macklay alitembea kwenye ile sebule kubwa, akatazama kwa umakini kila sehemu akiwa na bastola mkononi. Alipohakikisha pako sawa, alisogea kwenye kiti kukaa, huku sasa akirudisha bastola yake kiunoni. Inaonekana ulikuwa ukilewa kupunguza mawazo. Ndio, niliona kichwa cha moto sana. Nadhani unaelewa kwa mtu wa nafasi kama yangu, haya mambo ambayo yanaendelea kwa sasa lazima ya kuchanganya kichwa kwa ukubwa. Nalielewa hilo. Sawa, kwa nini uko hapa? Nimekuja mwenyewe kwa sababu ya umuhimu wa jambo ambalo ulipo mbele yetu. Blipi hilo. Janilo unamfahamu? Alimuua bosi wangu, kwa hiyo mimi namtafuta sana. Na mimi ndio maana sasa nipo hapa. Mpaka sasa sijampata, kwa hiyo sidhani kama nitakusaidia kwa hilo. Sio hapa. Sio hapa ili unipatie huyo mtu. Ila nahitaji uwe karibu na rais, kisha ujue kila kitu kumhusu yeye. Yaani kuanzia anapoamka asubuhi mpaka anapoenda kulala jioni. Kwa nini nifanye hivyo? Ni kwa sababu simwamini hata kidogo. Najua vizuri akili za wanasiasa. Anaweza kufanya jambo la hovyo likatuingiza wote kwenye matatizo makubwa. Kwa hiyo kabla hajatufikisha huko, natakiwa kuchukua hatua ambazo ni thabiti, ili hata kama ikitokea tatizo kwa baadaye tutajua namna ya kwenda nalo. Sija kuelewa, yani unataka mimi nifanye kazi ya namna hiyo ambayo nina imani hata wewe unajua siwezi kuifanya? Bwana IGP, kwa sasa natambua haya ambayo yanaendelea. Atakuwa hakuamini na huenda alishapata taarifa kuhusu ile ajali, na nina imani pia kwa hofu kubwa ambayo huenda ulikuwa nayo haukumpatia hata taarifa, maana yake ataanza kuwa na viulizo vingi sana kichwani. Sasa viulizo hivyo vitakuwa ni tatizo kwetu, maana tunaweza tukawa tunahisi kama tupo pamoja naye, kumbe ana hatua zake tu ambazo anazipiga kuweza kututeketeza sisi. Hili jambo linaweza kuwa na hatari kubwa sana kwa upande wetu IGP. Nadhani unalitambua hilo. Kwa hiyo unataka mimi nifanye nini? Unatakiwa mfuate rais na kumweleza kila ambacho kilitokea. Yaani sijakuelewa.
Mweleze kuhusu tukio zima, mpaka mtu ambaye alikuja kukutisha na namna alivyokutisha wewe. Yaani unataka ni uawe? Bwana IGP, njia rahisi zaidi ya mtu kukuamini wewe ni kumfanya yeye aweze kukuamini wewe kwanza. Ukiwa mwazi, utampatia nafasi yeye kujua wewe ni mkweli. Jifanye unahitaji msaada wake wa ulinzi kwa familia yako, na baada ya hapo mwambie upo tayari kutumia kila nguvu ya jeshi la polisi kutuangusha sisi, alafu uone atakujibu nini. Jibu ambalo atakupatia ndilo litatufanya sasa tujue kama tupo naye au anataka kutuuza. Sawa, lakini unaonekana unajua mambo mengi sana. Kwa mtu wa kawaida hawezi kuwa na utambuzi wa haya mambo mengi namna hii. Mimi ni mtu wa siri sana IGP. Kunifahamu kuna kuja na gharama kubwa sana maisha yako. Mimi tayari ni kijakazi wako, kwa hiyo kukufahamu wewe kutanifanya niwe mtu msiri zaidi, kwa sababu unajua namna ya kuipata familia yangu, na wewe mwenyewe unatambua sipo tayari kuwapoteza wale watu kwa sababu ya uzalendo. Anyway, naitwa Macklay. Mimi ni agent wa zamani wa CIA. CIA? Ndio. Alimsimulia kwa ufupi story nzima ya maisha yake ambayo IGP hakuwa anaitambua. IGP akauliza kwamba kwa maana hiyo upo makini kwenye hili, kwa sababu kama serikali yako ikijua upo hai na upo Tanzania itaukamata kwa kuwa wanaamini bado wewe ulihusika kulipua balozi za nchi yenu? Ya, ndio hivyo. Sasa ulikimbia na familia yako ilikuwaje? Wale huwa hawana shida na familia yako, kwa sababu inakuwa haijui mambo ya ndani ambayo yanaendelea, bali wanapata sifa tu mbaya. Nimekueleza mimi ni nani, ili kama ikitokea ukawaza kunifanyia ushenzi, huo unajua yale ambayo yatafuata baada ya hapa IGP. Sawa, nitafanya hivyo unavyotaka wewe boss. Macklay alitabasamu na kujiandaa kutaka kuondoka, ila hakupewa nafasi. Kwenye mapazia makubwa alitokezea mtu akiwa na bastola mkononi. Macklay alitaka kujaribu kuvuta bastola yake, ila alichelewa. "Ase, niamini mimi, usijaribu kufanya unachokifanya." Janilo aliongea akiwa anazidi kusogea. Wakati ambao Macklay anamtazama vizuri yule mwanaume, ndipo alitambua alikuwa ni Janilo. Ase, Macklay alishtuka akasema kwamba ni wewe? Aliuliza kwa mshangao akiwa anamgeukia IGP ambaye alikuwa na tetemeka tu muda huo. Akauliza swali ya kwamba ulikuwa unajua hili? Aliuliza swali hilo ambalo lilimfanya aanze kucheka, kwa sababu alitambua hata wale walinzi wa nje IGP hakuwa amewaua yeye, bali ni huyo bwana, ila IGP alimdanganya. IGP akasema kwamba kama nilivyokuambia bwana CIA, inapofikia hatua kutetea maisha ya familia yangu huwa sina uzalendo. Kwa hiyo IGP hakumalizia maelezo yake baada ya kichwa chake kufumuliwa. Aliyempiga risasi. Maisha ya msikilizaji unaweza kuwa msaada kwa mtu na mwisho wa siku kuonekana takataka tu. Aliyempiga risasi ni Janilo mwenyewe, huku akiwa anamtazama Macklay kwa makini. "Toa hizo silaha kwenye mwili wako taratibu, bila haraka." Alitoa bastola mbili kiunoni. Janilo alimpatia ishara ya kufunua soksi za miguu yake. Zile sehemu pia alikuwa amehifadhi bastola moja, yani ilikuwa ni moja kulia moja kushoto. Alizitoa zote na kuziweka mezani, kisha Janilo akazisukumia mbali. Sasa Macklay akauliza kwamba huyu mtu kakusaidia, kwa nini sasa umemuua? Amekiri kwa mdomo wake kwamba yupo tayari kumsaliti yeyote. Mtu wa namna hiyo hafai kuendelea kusalia kwenye kundi la watu wengi wa muhimu, kwani kuna siku atakuja kuwauza wengine. Umekutana mimi, nini unataka? Tuanze na kila kitu ambacho nakijua kuhusu The Genesis Cabal. Unajua kama nitakuja hapa? Hapana. Unajua umeua kiongozi mkubwa ambaye huenda kama itifaki zingezingatiwa ni mkubwa hata kwa mkurugenzi wa usalama wa taifa. Unazungumzia kuhusu huyu mpuzi IGP? Ndio. Tunakoelekea hii nchi inatakiwa mtu mmoja ajitoe kwa ajili ya kusafisha huu upuzi. Bila mimi kuweza kujitoa sadaka kuweza kuyafanya haya, huoni kama taifa liko linaelekea sehemu mbaya zaidi? Ndio maana ukaamua kuniingilia hadi mimi? Wewe haya makosa umeamua kuyafanya mwenyewe tu, kwa sababu sikuwa najua hata kama duniani kuna mtu aina yako. Maana yake kama ingetokea usingekuja hapa, hata nisingekuwa na taarifa zako. Maana yake ungebaki ukiwa hai. Ila kwa bahati mbaya nadhani muda ambao ulikuwa umeishi unakutosha.
mimi sikuwahi kukutana na wewe kabla zaidi ya kusikia tu simulizi zako tu miaka ya nyuma. Ila Jerome alinihakikishia hivyo na nilijua wewe ni mmoja wale wa muda mfupi tu ambao huwa wanapata umaarufu na baadaye wanapotea. Ndio maana nikakupotezea mpaka hapa juzi tu nilipopigiwa simu na kuambiwa kwamba mtu aina yako bado anaishi. Ya, ni sahihi. Kila mtu ambaye alikuwa anaijua simulizi ya kifo changu, akiniona anahisi ni mzimu. Umewezaje kufanya haya mambo mpaka muda huu upo hai? Sijawahi kuona mtu wa namna yako akifanikiwa hata kwa robot tu kufanya yale ambayo wewe umeyafanya. Hata mimi sikuwa na uhakika mwanzo kama naweza kufika hapa nilipo, ila siku zote mwanaume akiwa na sababu ya kumfanya apiganie jambo fulani, niamini mimi, anafika sehemu yote ile ambayo anaitaka kwenye maisha yake. Ila ukiwa unapigana na hauna sababu yani naweza nikasema kwamba hauna sababu yote ya kukuamsha kila siku kupigania hicho kitu, basi hapo hata upambane vipi, hakuna mahali unaenda. Wewe ni sababu gani ambayo inakufanya unakuwa na nguvu ya namna hii? Mara ya kwanza ilikuwa ni kuweza kulipa deni ambalo niliwakopesha watu wako, kwa yale ambayo walinifanyia baada ya mimi kujitoa kwao, alafu nikafanikiwa kuishi. Maana yake kwa sasa sina cha kupoteza tena. Ila baada ya kugundua, yani baada ya kufahamu kwamba nina mtoto, nadhani hata mwenyewe unaelewa nimekuwa na sababu kubwa zaidi ya kuyafanya haya na kuhakikisha nabaki kuwa hai. Mimi nimefanikiwa kukutana na huyo mwanamke na mtoto pia. Ni watu wenye afya njema na nimezungumza na Melania. Hadithi ya maisha yenu inawaonesha kama watu ambao mliwahi kupendana sana. Sasa kwa nini yule mwanamke anakuchukia namna hii mpaka sasa anahitaji kukuona unakufa kwa gharama ya namna yoyote, na anaombea iwe hivyo usiku na mchana? Kuna kitu uliwahi kumfanyia labda hapo nyuma? Hakuna kitu nimemfanyia. Anatamani tu kuniona nikiwa nimekufa kwa kuwa anajihisi hatia kwa wale wote ambayo alinifanyia. Nilimpatia kila kitu yule mwanamke. Ila angalia sasa ambaye alikuja kunilipa hapo baadaye. Na yeye mwenyewe akikumbuka aliyoyafanya, unahisi una uhakika kama naweza kumpatia nafasi ya kuishi tena baada ya kukutana naye? Aha. Kwa hiyo ulipanga kumuua mama mtoto wako? Ungekuwa ungemsamehe. Ndio. Huoni kama mnaendeleza visasi mpaka mtoto anakuwa naye atakuja kuipandikiza hiyo sumu? Kumbuka huyo mtoto akija kukua na kagundua wewe ndiye ulimuua mama yake, sidhani kama anaweza kukusamehe, na hapo unaweza ukajikuta unapandikiza sumu na kisasi kwenye damu yako mwenyewe. Ila kama mtoto atakuja kugundua mama yake ndiye ambaye kaniharibia maisha na kuniua, vipi hapo? Janilo, leo kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu nimejikuta naingia kwenye mikono ya adui kizembe sana na kijinga sana. Naweza kusema hivyo kwa sababu haijawahi kutokea kabla hapa. Mimi na wewe wote tunajua siwezi kutoka hapa nikiwa hai. Hivyo unaweza kufanya haraka kumalizana na mimi kabla ya kuanza kujutia hii nafasi. Nikiwa na shida na wewe, hata ungekuwa ndani ya ubalozi wa nchi yako ningekupata tu. Nikirudi upande huo, sikuwahi kujua kama wewe ndiye mwanzilishi wa The Genesis Cabal. Na wala sikuwa nafikiria kama ulianzisha kitu hiki ili kuweza kujilinda kwa sababu ya usaliti ya mambo kama toa ya usaliti. Kama sio wewe kuja hapa na kuanza kumwaga siri zako kwa IGP, kuna mambo mengi ambayo ningeshindwa kuyajua. Mimi sikuwa msaliti, bali nilisingiziwa. Nadhani umesikia upande huo pia. Kumbe na wewe unaumia kusingiziwa Nimepewa usaliti kwa taifa langu, tena juu ya jambo ambalo mimi sikulifanya kwenye maisha yangu. Unahisi naweza kufurahia jambo kama hilo ambalo limenifanya kuwa mkimbizi kwa miaka takriban 25? Kwa sasa umeanza kuelewa nini maana ya neno usaliti na jinsi linavyouma, sio? Usaliti kwangu ni sumu kubwa sana Janilo. Sumu ambayo huwa haina msamaha. Naweza kumsamehe mtu hata akiniibia mke wangu, ila sio kunisaliti. Kwa hiyo huyo mwenzako na huyo mpenzi wako uliwalipizia? Ndio. Huyo ambaye alikuwa Tanzania niliwatafuta magaidi wakalipua gari yake, lakini hata huyo mpenzi wake nilitengeneza mtandao wa watu Marekani walienda kumbaka na kumuua nyumbani kwake. Kwa sasa naishi kama mkimbizi, lakini angalau wale ambao walinifanyia huo ushenzi nao nilishia kuwaua. Sasa kwa nini unalaumu mimi sasa na kunisakama wakati ambao nimekuja kuwatafuta watu ambao wamenifanyia ushenzi kama ambao wewe ulifanyiwa? Utofauti wa haya mambo kwa sasa ni mkubwa, na ni kuwa mimi nipo sehemu ya watu hao ambao wewe unawatafuta. Ndio maana tumefikishana hapo usiku wa leo.
Najaribu kuwaza Jerome atakuwa kwenye hali gani akisikia taarifa ya kufa kwako, ikiwa yeye kwa sasa akili yake imelala na anakutegemea wewe, ambaye nina imani baada ya kurudi tena Tanzania umemhakikishia kwamba atakuwa salama na utalimaliza hili. Wewe unashirikiana na rais, sio? Ndio. Kwa sasa aliamua kwenda na upande ambao hata yeye alitambua ndio sahihi kwenye haya mambo, ili baadaye asije kuingia kwenye matatizo ambayo hayana umuhimu wala msingi wote. Mshenzi sana ule, nilijua tu. Yule ni rais wa nchi, anataka kufanya maamuzi kwa kuangalia baadaye yake na nchi yake. Kwa hiyo ulitegemea kwamba eti mngeweza kudumu muda wote na hakuna mtu hata mmoja ambaye angekuwa na ujasiri wa kuwakamata? Kwa hiyo nini kinafuata Janilo? Nahitaji majina ya watu ambao wanamzunguka Jerome. Nilijua ungehitaji taarifa za mwanao na namna ya kumpata. Au unajua namna pekee ya kuwapata ni kumuua Jerome. Ndio kinga yake kubwa kama mambo yakienda vibaya. Ndio maana muda huu nina uhakika hawezi kuwaua. Na hata kama ningewahitaji hawezi kuachia bure. Yaani lazima tu nikawachukue kwa nguvu. Wote tunajua namna haya mambo yanafanya. Yaani namna ambavyo anaenda na anafanya kazi. Kwa bahati mbaya mimi siwezi kukupatia hizo taarifa ambazo unazitaka. Unahisi kwa sababu wewe ni CIA unaweza kunikimbia mimi kwenye hili? Macklay baada ya kuulizwa hivyo alionekana kama kuna hesabu anazipiga kwa muda ule. Alitaka kutoa sindano ndogo kwenye mkanda wake, lakini kwa bahati mbaya ule mkono ulionekana na alipigwa risasi ya bega. Sikufanikiwa kuishi kwenye mazingira magumu kwa bahati mbaya. Mimi ni mtu wa mwisho ambaye unatakiwa kumfanyia michezo ya kitoto kama hiyo. Janilo alisimama, alimpiga yule bwana risasi 4 kwenye mapaja yake akiwa ameketi pale kwenye sofa, maana kwa umri wake hakuwa na uwezo wa kusema angepigana naye, kisha akarudi kuketi upande wake. Unajua ni mtu mzima ambaye una umri wa baba yangu pengine. Sasa kuanza kukudhalilisha hivi, sioni kama ni sawa kwa mambo ambayo tunaweza kuyamaliza tukistaarabu. Macklay alikuwa anauma meno, damu ilikuwa inamtoka kwa wingi. Zile simulizi ambazo alikuwa anazisikia kuhusu mtu huyo kwa wakati huo yeye ndiye alikuwa anaziishi. Kwa watu watatu ambao wanakamilisha ule umoja unaoongozwa na Jerome Migwai. Wa kwanza ni gavana wa benki kuu Bwana Mihani Dambe. Wa pili ni Paul Ndingila ambaye ni moja ya wafanyabiashara matajiri sana Tanzania. Na watatu ambaye anasimama kama msaidizi wa Jerome ni Laura Kenani ambaye mpaka sasa ni mwanasheria mkuu wa serikali. Hawa ndani yao ndiko kuna mawaziri, wabunge, madaktari na watu wengi tu ambao walikuwa wanapewa msukumo na wao kuweza kufanya maamuzi ambayo yanakuwa upande wetu ndani ya serikali. Unaonekana ni mtu ambaye una mahesabu makali sana, ndio maana ulifanikiwa kutengeneza mfumo wa namna hii. Lakini uliwaza kama baada ya kufa nini kitafuata kwa hawa watu na huu mfumo ambao upo? Wewe ungekuja kusabaratika, lakini isingekuwa tatizo langu, maana lengo langu kuu lilikuwa ni kuhakikisha mfumo unafanya kazi mpaka siku nakufa. Kwa hiyo baada ya hapo angejua wenyewe. Ndio maana kuna taarifa yani haukuwahi kuwapatia hawa watu, si ndio? Umejuaje kama kuna taarifa sikuwahi kuwapatia? Na ni zipi? Sijajua ni zipi, ila natambua mtu wa aina yako huwezi kuuza siri zote za kambi kwa mtu kama Jerome. Kwani ungefanya hivyo asingeona kama kuna sababu ya wewe kuwepo. Hivyo yeye mwenyewe alikuwa anaweza kukutafuta kuue. Lakini unazielewa sheria za ulimwengu kwamba ili mtu au anakuhitaji kwenye maisha yake ni lazima kwanza uhakikishe unakuwa na kitu kinachokupatia thamani mbele yake. Ndio maana mpaka leo Jerome mambo yakienda vibaya anakuwa anakuhitaji. Nadhani umejua kile ambacho ulikihitaji. Ni muda wako kulipa fadhila ya kuyamaliza maisha yangu. Binafsi mimi sina majuto yote kwa yale ambayo nimeyatenda na kuyafanya kwenye maisha yangu. Ya hilo naitambua vyema. Ila kabla ya kukusaidia huo msaada ambao unautaka kutoka kwangu, mpigie Jerome kwanza kisha weka loudspeaker. Jamaa alifanya vile kwa mkono ule mmoja ambao ulikuwa unafanya kazi. Alipiga ile simu ambayo ilipokelewa haraka na sauti upande wa simu ilisikika ikisema kwamba kiongozi. Yes, hello Jerome. Alishtuka kusikia ile sauti tena kupitia simu ya mtu ambaye ndiye alikuwa akimtegemea. Janilo,
Nadhani inakusikitisha kwa sababu mtu ambaye ulikuwa unamtegemea akusaidie yupo hapa anabembeleza kwa hali na mali niweze kumuua. Unahisi utanikimbia mpaka lini? Ni muda sahihi wa mimi na wewe kukutana tuweze kufanya biashara ambayo imebakia. Nitasubiri simu yako nielekeze ni wapi ambako tunatakiwa kwenda kumaliza hii biashara. Basi baada ya Janilo kuongea hivyo, alimpiga Makley risasi nyingi kwenye moyo. Jerome akiwa anasikia upande wa pili, kisha akamtamkia kwa sauti ya juu ya kwamba ni wewe ambaye unafuata Jerome. Baada ya kusema hivyo, alipasua ile simu na baada ya kuhakikisha kazi iliyompeleka hapo imekwisha, aliondoka pale. Sasa bwana, tunaona Janilo akiwa pamoja na usalama wa taifa. Watu hao walikuwa wameketi ndani ya jengo kubwa ambalo lilikuwa na nyaraka nyingi za siri za usalama wa taifa. Haikuwa kawaida kwa mtu wa nje kukubaliwa kuweza kuingia sehemu kama hiyo, ila mkurugenzi hakuwa na namna nyingine kwa sababu Janilo kuna nyaraka pia za siri ambazo alikuwa nazo na alikubali kuweza kuwarudishia, ambazo alizibeba siku anamsaidia Ariana kutoka kwenye mikono yao walipomteka The Future International School. Sasa mkurugenzi akamuuliza Janilo ya kwamba kwa nini umekubali kuzirejesha hizi nyaraka? Ni kwa sababu sina kazi nazo. Hao watu ambao nimewaona humo ndani sina kazi nao, ila kama zingevuja kwa watu wengine ilikuwa inaenda kuwa hatari kwenu. Ndio maana nashangaa kwa nini umefanya yote. Nimekuja kuonana na wewe na kukurejesha hizi nyaraka, lakini pia kuongea na wewe mambo kadhaa bwana mkurugenzi. Nakusikiliza. Kwenye nafasi ulionayo naelewa unapata pressure muda mwingine. Unajihisi kuwa kama kiongozi ambaye hauwajibiki, hasa mambo yanapotokea karibu yako na hauna uwezo wa kuyazuia ama kuyapambania. Na kiuhalisia hiyo ndio maana ya kazi yako ambayo upo nayo, lakini unapaswa kumbuka sio kila wakati unapaswa kutanguliza nafasi yako mbele. Kufanya hivyo kutakufanya uingie hasara kubwa ama kusababisha madhara makubwa, kama ambavyo mpaka sasa kuna baadhi ya watu wamekufa kwa maamuzi yako ya hovyo, ila walipaswa kuwa hai. Kwa mimi nimekubali kubeba lawama na damu za watu kadhaa kama mkuu wa majeshi, jaji mkuu, IGP na wengine ambao huenda hawakustahili kuuawa bali walipaswa kukamatwa tu iwe funzo kwa watu wengine, lakini madhara ya hawa watu kuwa hai yalikuwa ni makubwa, kwani bado kuna watu ambao wangeendelea kuwatii hata kama wangekuwa nyuma ya nondo za jela. Rais na waziri wa ulinzi wale hakukuwa na mjadala. Sijawahi kujutia kuwaua, na ilikuwa ni lazima wakutane na jambo kama lile. Kitu muhimu ambacho nahitaji ukiweke kwenye akili yako, kwa sababu leo hii ni mara ya mwisho kwenye haya maisha mimi kuonana na nyinyi hapa, ni kwamba unavyoniona mimi hapa, sijajua ni lini, ila kuna siku nitakufa. Nikifa mimi, kuna muda haya ambayo unayaona ametokea sasa hivi yatajirudia tena. Watatokea watu washenzi kama hawa ambao nimewaua na naendelea kuwaua. Watatokea watu wengi ambao wataonewa kama mimi. The Genesis itatengenezwa nyingine kwa mfumo mwingine kabisa ambao huenda unaweza kuja kuwa bora zaidi hata ya huu ambao upo kwa sasa, kutokana na kasi ya mabadiliko ya ulimwengu na teknolojia kwa ujumla. Sasa kwa nini nakwambia haya yote bwana mkurugenzi? Ni kwa sababu kwa sasa wewe ndiye mtu pekee ambaye umebaki kwenye mikono ya rais. Hana mtu mwingine, na inaonekana mfumo ambao ulikuwepo ni mzito ambao hakuwa na ujua umeunganishwa na akina nani. Sasa mimi usiku wa leo kuna watu ambao nitakutana nao. Watanisaidia baadhi ya majina ambayo nitakutumia, na pindi ukifanikiwa kuyapata hayo majina, hakikisha unafanyia kazi haraka iwezekanavyo, kuanzia mawaziri na baadhi ya viongozi ambao wapo serikalini. Nahitaji wewe uweze kumsaidia rais kuhakikisha anaweka mfumo imara. Kabla kiongozi yote wa nafasi za juu kupewa nafasi, hakikisheni mnamfanyia ukaguzi na uchunguzi mkali ili kuepuka makosa yale ambayo yalitokea. Lakini mbali na hayo, mnatakiwa kuongeza nguvu ya kufanya kazi, kwa sababu kwa asilimia kubwa mpaka sasa mmelala sana. Yaani mtu anaweza kuingia ndani ya nchi hii akafanya na ulitaka kisha akaondoka, na nyinyi hizo taarifa hamna kabisa. Huoni kama inaweza kuwa hatari kubwa kwa nchi hii kwa miaka ambayo inakuja mkurugenzi? Rais huenda hawezi kukiri hili, ila anahitaji msaada wako. Kwa sasa najua wananchi hawataweza kuelewa hili likiisha bila majibu,
Ndio maana nimeamua kujitoa sadaka. Baada ya haya mimi nitaondoka na kwenda sehemu ya mbali ambayo huenda sitakuja kupatikana kwenye haya maisha tena. Hivyo lawama zote na mzigo wote wa haya ambayo yametokea nitaubeba mimi. Rais atanitwisha huu mzigo ili wananchi wawe na imani naye tena. Na jambo ambalo atatakiwa kulifanya ni kuhakikishia kwamba mimi mliniua kwenye kunitafuta. Sasa hii itafanya watu kuwa na imani tena na kutembea kwa amani ndani ya taifa lao. Hivyo kwa Tanzania mimi nitakuwa ni mfu na sitakuja kujitokeza tena kwenye maisha yajayo. Naenda kumwaga rais, lakini hakikisha unayafanya haya ambayo nimekwambia. Kwani wewe utaenda wapi? Kwa sasa na watoto wawili, Ariana na mwanangu Adam. Hivyo nitaenda mbali, sehemu ambayo hakuna mtu atahisi kama kuna mtu kama mimi naweza kuishi. Maeneo ya hivi ni mengi tu duniani ambako watu wanaishi bila kufuatiliwa na watu. Unamaanisha hii kazi unahitaji kuimalizia mwenyewe? Ndio, nyinyi mtamalizana tu na majina ambayo nitawatumia. Hao ndio watu ambao mtawakamata, na hakikisheni wanawatajia na majina mengine ambao yapo chini yao na kila ambao wanashirikiana nao. Alianza kutoka mle ndani, ila alisikia sauti akageuka. Usalama wa taifa wote wakiongozwa na mkurugenzi na Fionela walikuwa wamesimama na kupiga salute kwa bwana mkubwa ambaye mwanzo walikuwa wakimsaka kama pesa muda wa masika. Basi baada ya hapo mkurugenzi alisema kwamba thank you Janilo. Aitabasamu akiwa anaangalia watu wale kwa furaha na hatimaye akaishia. Janilo, unajua mara ya kwanza kulisikia jina lako bwana, ulinifanya niwe na chuki kubwa juu yako. Ni mwanadamu ambaye nilikuchukia kwa moyo wangu wote, na nilijiwekea ahadi ya kuwa kama ningefanikiwa kukupata basi ningefanya uwe wa mfano kwa mambo ambayo ningekufanyia hapa duniani. Ajabu sasa maisha yanabadilika mpaka sasa hivi umekuwa mtu ambaye naweza kusema na kuamini zaidi hapa duniani na kwenye taifa langu. Simaanishi ulichokifanya ulikuwa sahihi, ila umekuja kunifungua macho kwa namna ambayo sikuwahi kufikiria kwenye maisha yangu. Nimetambua nilikuwa na wahusudu watu ambao nilipaswa kukaa nao mbali tangu mwanzo. Watu ambao nilihisi walikuwa sahihi kwa ajili ya maisha yangu ndio watu ambao kwa sasa nimegundua walikuwa ni kama wanaliteketeza hili taifa. Nilipopata habari za Martin Sagambi kuwa sehemu ya ushetani wa namna hii, huku nyuma akiwa anavaa ngozi ya kondoo, nilikataa na kugoma, nikiamini ni propaganda tu za kuwachafua na siasa safi kama watu walivyozoea. Na siku ambayo nilipata ushahidi, nilitumia zaidi ya masaa 10 kuweza kukiri kwamba jambo lile lilikuwa ni la kweli. Kwa hili mimi sina cha kukulipa Janilo, zaidi tu mimi nitahakikisha taarifa hizi zinamfikia kila Mtanzania ili tuweze kulijenga taifa kwa uwazi. Sasa mimi siwezi kusema kwamba nitakuwa rais bora kwa taifa hili, lakini nakuahidi nitaingia kwenye historia ya viongozi ambao watakuwa wanakumbukwa kwa kuibadilisha historia. Mimi nitapigana kwa maisha yangu kuhakikisha Tanzania inakuwa sehemu ya ndoto ya kila mtu ndani ya bara la Afrika na kwa jumla, na kama Mungu akijalia basi mimi nitatengeneza mfumo ambao utamfanya rais atakayekuja baada yangu aifanye Tanzania kuwa sehemu bora duniani na kila pembe ya ulimwengu. Miaka 10 ijayo inatakiwa Tanzania kila mtu aiimbe, na kila ambaye atahitaji kutoa mfano bora wa nchi ama maendeleo basi Tanzania iwe sehemu ya mfano huo. Mheshimiwa, mimi sikuwa nimerudi kwa ajili ya kuifanya Tanzania kuwa sehemu bora. Nikisema hivyo mimi nitakuwa ni muongo mkubwa, lakini nafurahi kuona ujio wangu umeweza kulifanya hilo kuanza kuwa kweli, na baadhi ya mambo yanaweza kubadilika kupitia hilo. Nina imani kwenye maisha ambayo yanakuja watatokea watu wazalendo tu kwa ajili ya kuendeleza hapa ambapo mimi naishia. Sikurudi kwa sababu ya uzalendo, wala mimi sikuwahi kuwa mzalendo kwa ile taifa, ila kwa sasa naanza kuvutiwa na nchi hii. Hivyo angalau usije ukaona inaharibika tena mbele yako, kwani
Mwisho wa siku unagundua watu wanalipenda mno taifa lao, ila ni viongozi ambao wanafanya watu waanze kuonekana wanaichukia Tanzania. Upo sahihi kwa hilo, upo sahihi. Bila haya kutokea ningekufa ama kuondoka madarakani au kuja kuwa rais wa nchi bila kulitambua hilo. Na nina imani ningekuwa gizani na ningeenda kuwa rais wa hovyo kama ilivyo kwa wengine. Mimi nimejifunza kutokubweteka kijinga, kwani kuna mengi nakuwa na yakosa kuyafahamu. Sawa, hata mimi nilijua mimi na wewe tungeishia kwa mmoja wetu kuweza kupoteza maisha. Mimi sikuwahi kutarajia kama kuna siku tungeishia sehemu moja namna hii, tukaweza kubadilishana mawazo kuhusu baadaye ya Tanzania, lakini kila kitu duniani kinatokea kwa sababu zake. Hivyo nimekuja kukupatia mkono wa kwaheri. Ni jambo gani ambalo sasa unahitaji nikufanyie? Kwa sasa hakuna kitu unaweza kukifanya kwenye maisha yangu, Mheshimiwa Rais. Kitu pekee ambacho nilikuwa nakitafuta ni hawa watu ambao waliharibu maisha yangu pamoja na mtoto ambaye nimejulia safarini kwamba ni naye. Kwa hiyo hauhitaji hata msaada wa kifedha? Rais, nina pesa nyingi sana ambazo sina uhakika hata kama hawa watoto watazimaliza. Mwisho siku naenda kuwa baba kwenye maisha yangu kwa mara ya kwanza. Hivyo kupata familia ndilo jambo pekee ambalo linaenda kunipa sababu nyingine ya muhimu kuendelea kuwa hai na kufurahia maisha. Sasa vipi kuhusu Melania? Ni jambo ambalo linaniumiza kichwa mpaka sasa. Sijajua ni kitu gani natakiwa kukifanya kwake. Umepanga kumuua? Ndio mawazo yangu yapo huko, ila nawaza nini kitatokea baada ya hapo. Ndilo jambo ambalo linaniumiza kichwa sana. Niseme tu upo kwenye mazingira magumu ambayo hata mimi binafsi nawaza kama mimi ndiye ningekuwa kwenye nafasi yako ningefanya nini, sipati majibu. Natamani ningekuwa njia ya kutoka kwenye hilo, ila sidhani kama ninayo hata moja. Ushauri wangu kwako ni wewe kufanya kile ambacho moyo wako utakuwa umeamua na unajisikia amani. Kwenye maisha ya wanadamu haya kuna wakati akili zetu huwa zinafika mwisho kufikiria, na ukiwa kwenye mazingira ya namna hiyo usije ukaiacha asili kufanyia maamuzi, maana unaweza ukaishia sehemu mbaya. Bali usikilize moyo wako, halafu fanya kile kitu ambacho unaamini hata kikitokea mara kadhaa hakitakupatia majuto kwenye maisha yako. Sawa, umenipa ushauri mzuri sana. Nafikiri tutakuja kukutana kwenye maisha mengine. Basi bwana, Rais na Janilo walipeana mikono. Maasimu wawili wale ambao walikuja kugeuka kuwa watu wa kuelewana kutoka kwenye uadui wa kutopwa. Kwa sasa jina lako litachafuka, ila mimi nakuahidi wakati ambao ninatoka madarakani nitakuja kuandika kitabu cha The Laws of Janilo's Life. Mimi nitasimulia ukweli wote wa haya ambayo yametokea, na nina imani hata kama utakuwa mbali kiasi gani utakuja kukisikia na utafurahia. Basi Janilo alitabasamu na kuachana na Rais. Alikuwa na kazi kadhaa mbele yake ambazo alitakiwa kuzimalizia baada ya kuweza kupotea kuelekea kule ambako hakutaka mtu yeyote ajue. Basi bwana, gavana wa benki kuu bwana Mehan Dambe alikuwa na miadi na rafiki yake wa kibiashara Paul Dingila. Wawili wale walikuwa sehemu muhimu ya The Genesis Carbon, na mara nyingi kwenye vikao hawakuwa wanaenda wao kwa ajili ya usalama wao, bali walikuwa na vijana wao waliokuwa wanawategemea kwa ajili ya kazi hizo, ambao kwenye vikao vingi walikuwa wanaenda kuwakilisha. Kwa hiyo wao walitakiwa kubaki kuwa watu wa siri ambao Jerome alikuwa anawatumia kwenye matokeo maalum. Wawili wale walikuwa wamekutana kwenye hoteli juu ya ghorofa ambako walikuwa wamevaa mavazi ya kuogelea. Walikuwa na mambo kadhaa ya kuweza kuyazungumza jioni ile kuhusu baadaye yao. Basi Paul akamwambia gavana ya kwamba bosi anahitaji kukutana sisi sote. Unahisi kuna wema? Gavana akajibu ya kwamba sina uhakika, ila nimesikia kuna watu kadhaa wameuawa, huenda ndio sababu. Paul akasema kwamba niliwahi kukuambia hili muda mrefu sana ndugu yangu. Tulipaswa kuchukua hatua haraka, mpaka sasa sisi ndio ambao tungekuwa viongozi. Gavana akasema kwamba nalielewa hili, ila sikutaka tu tuharakishe mambo, kwani mpaka muda ule hatukuwa tunajua ni nani alikuwa anahusika kwenye jambo hile. Hivyo
ilitakiwa tu tujue mzunguko wote ndipo tuweze kuchukua hatua. Poa akasema ya kwamba mwanasheria mkuu, unahisi kuna ulazima wa kumshirikisha kwenye hili? Gavana akajibu, yule mbona nimeshamalizana naye, yupo tayari kwa mapinduzi, hivyo yeye alikuwa anasubiri ishara yangu tu. Gavana aliongea kwa majigambo na tambo za kuonyesha uwezo wake kwenye mambo yale. Poa akasema ya kwamba wewe usiniambie wewe ndiye. Gavana alicheka akasema ya kwamba ni kweli, mimi ndiye huwa namvua nguo yule mwanamama. Wawili wale walionekana kupanga kumpindua Jerome kwenye ile nafasi yake ili wakae wao wenyewe, lakini wakiwa katikati ya yale mazungumzo, alionekana mhudumu wa kiume akiwa anakuja na kimeza cha kusukuma ambacho juu yake alikuwa amepakia pombe kali. Alifika pale walipo na kuanza kuzifungua akiwa sasa wanaendelea na mazungumzo yao. Wakati ambao walishtuka ni Janilo tayari alikuwa anawamiminia risasi mpaka alipohakikisha wamekufa, ndipo alitoweka ile sehemu haraka sana. Naam, mwanamama Laura Kenani alikuwa bwana anatoka ofisini kwake usiku tu akiwa na begi dogo mkononi ambalo lilionekana kuwa muhimu kwake. Alitoka mpaka nje ya jengo ambapo aligeuka kuangalia kila mahali, akagundua sehemu ile ilikuwa sawa. Akaongoza kwenye gari ambako mlinzi wake alikuwa sasa akimsubiri pamoja na dereva ambaye alikuwa ndani ya gari. Alifika na kuingia kwenye ile gari akiwa sasa ameikumbatia begi lake. Ilionekana kuwa begi ni kama lile begi lilikuwa ni muhimu sana kwake. Na wakati ule alipiga simu mahali, lakini simu ile haikupokelewa. Alipiga sehemu nyingine ila bado nayo haikupokelewa. Akamgeukia mlinzi wake, akamuuliza kwamba uliwasiliana na gavana? Mlinzi akasema kwamba ndio, saa moja ambalo limepita alisema anakusubiri wewe tu uende hotelini. Basi mwanamama huyo akasema kwamba hajawahi kutokea hata siku moja akawa apokee simu zangu. Kuna kitu kinaonekana hakipo sawa. Basi wakiwa wamezama kwenye yale mazungumzo, alishtuka baada kugundua ile gari haikuwa inaelekea kule ambako yeye alikuwa anakuhitaji. Sasa mwanamama Laura akasema kwamba hey, wewe haujui kazi yako ama? Aliongea kwa hasira kumkaripia dereva, ila yule bwana hakujibu kitu zaidi tu kuendelea na safari yake tu, hali iliyosababisha yule mlinzi kutoa bastola yake, ila hakufanikiwa hilo kwa sababu yule bwana aliongeza mwendo mkali zaidi kisha akaisimamisha gari ghafla. Sasa kitendo hicho kilisababisha wajibamize kwenye viti vya mbele bwana. Yule mlinzi wakati sasa anajiweka sawa, bastola ikiwa sasa imeangukia karibu na usukani, mlango wa nyuma ulifunguliwa, akadakwa kwenye shingo na kupigwa risasi. Kisha mhusika akaingia ndani ambako mwanamama yule alikuwa amejishikilia puani ambako sasa alikuwa anavuja damu nyingi. Aliyemuona mbele yake alimfanya kuanza kutetemeka na kuhitaji kurukia mbele aweze kukimbia, ila kwa bahati mbaya hakuweza kufanya hivyo baada ya kutazamana na bastola. Sidhani kama unataka kufa kwa aibu namna hii. Mimi sihusiki na haya. Unataka nini kwangu? Kwa nini unahisi kuna kitu nakitaka kwako? Uweze kuwepo hapa tu kupoteza muda wako kama hakuna kitu unakihitaji. Hilo begi lina nini ndani yake? Mwanamama alikaa kimya bila kujibu. Mimi ni mtu wa mwisho ambaye utahitaji kunijaribu kwenye hili. Lina siri zetu zote na majina ya watu wetu wote na kila taasisi ambazo tunazimiliki. Na ulikuwa unahitaji kumsaliti Jerome kwa kuungana na wale wawili, si ndio? Nilikuwa naangalia tu namna kujitoa kwake na kuanza maisha mapya. Mwisho wa siku, kila mtu ni msaliti kwenye hii dunia, si ndio? Hakuna mtu hata mmoja ambaye unaweza kumwekea imani ya kuwa mwaminifu kwenye maisha haya. Hakuna binadamu anaaminika. Wenzako nimeshawaua tayari. Ndio maana hawapokei simu zako. Mimi nipo tayari kufanya lolote ambalo unalitaka, lakini usiniue baba yangu, nakuomba. Ni kitu gani ambacho unaweza ukanifanyia mpaka kikanishawishi kukuacha hai? Kukueleza mahali ambako amejificha Jerome. Unataka kuniambia ananiogopa mpaka ameenda kujificha wakati tulikubaliana tungekutana? Baada ya kusikia kwamba bosi wake kafa ambaye alikuficha kwa muda mrefu, anaamini unaweza kumuua yeyote, ndio maana ameenda sehemu ambayo anaamini anaweza kusalimika. Unaweza ukaanza na hilo alafu nitapima kama uzito wake unafaa kunifanya nikuache. Niahidi kama utanipatia nafasi ya maisha. Siwezi kukuahidi. Uwezo wako wa kunipa taarifa za muhimu ndipo ilipo nafasi yako. Yuko ndani ya msitu wa Pugu. Sijakuelewa. Ule msitu ni mkubwa. Kuna eneo ambalo
huwa linamilikiwa na jeshi, ila hakuna watu. Ndiko ana jumba lake moja la siri kule ambalo alijenga kwa mgongo wa serikali. Hivyo wengi huwa wanahisi ni jengo ambalo serikali inalikodisha kwa watu kufanyia matukio ya siri, ila ni la kwake. Huko ndiko yupo kwa sasa. Ni sehemu gani? Mwanamama alitoa simu na kuonyesha address ambayo ilikuwa inasoma location yake. Ilikuwa inasoma kwa GPS. Okay, kuna habari zingine? Mimi ndiye ambaye naweza kukusa. Hakuwa na neno la kuongeza, hivyo alimpiga risasi ya kichwa akawa amekufa pale pale. Mwanamama yule alikuwa amepanga usiku ule kwenda kumsaliti Jerome na kuungana na wale wenzake wawili, lakini kwa bahati mbaya ama bahati ambayo ilikuwa mbaya kwake, ule ndio ulikuwa ni usiku wake wa mwisho. Zile taarifa ambazo Janilo alizipata kwa mwanamama yule alitakiwa kuzituma zote kwa usalama wa taifa, kwani ndio sehemu ambayo wao wangeanzia kuweza kuitengeneza Tanzania mpya ambayo ilikuwa imeahidiwa kwenye akili za watu. Kwa wakati ule yeye alikuwa na kazi moja tu ya kwenda kuifanya, kumalizana na Jerome, lakini pia kumuokoa mwanae wa pekee ambaye ilikuwa inaenda kuwa mara ya kwanza kuonana naye, pamoja na kukutana na mwanamke ambaye alimweka yeye kwenye nafasi kama ile ngumu ya kufanya maamuzi. Basi bwana, Jed Gerard pamoja na Jerome Migwai katikati ya msitu wa Pugu. Kulikuwa na eneo maalum ambalo hakukuruhusiwa mtu yote kuweza kuingia. Eneo hilo bwana lilikuwa ni kwa ajili ya wafanyabiashara wakubwa kwenda kufanya mambo ya siri pale, pamoja na wale wanasiasa ambao hawakuwa wanataka mambo yao machafu kuanikwa wazi. Ni watu kadhaa ambao walikuwa wanatambua hilo eneo halikuwa la jeshi kama walivyokuwa wanaaminishwa, bali lilikuwa ni la mtu binafsi ambaye ni Jerome Migwai. Sasa basi, eneo hilo lilikuwa na jumba kubwa la chini ambalo lilizungukwa na miti kila kona. Hata kuona kama sehemu hiyo ina nyumba haisi ilikuwa ni jambo gumu, lakini kwa siku hiyo eneo hilo lilikuwa linawaka mpaka kwenye miti, kwa sababu ilikuwa ni siku ambayo Jerome alikuwa na wasiwasi na maisha yake, hasa baada ya mtu ambaye alikuwa akimtegemea Mackley kuuawa. Alikuwa ameweka taa kila kona ili kama kuna mtu angeweza kuingia sehemu hiyo aweze kuonekana kwa karibu zaidi. Jerome mwenyewe alikuwa anazungukwa na walinzi wake kila sehemu kuhakikisha kwamba anakuwa salama. Alikuwa na silaha moja kubwa kwenye mikono yake, yani mtoto wa Janilo na mama mtoto wake. Hiyo ndio silaha kubwa aliyokuwa nayo, ambao aliamini kama ingetokea mambo yakaenda vibaya, basi lazima angewatumia kuhakikisha anatoka akiwa mzima. Sasa pressure ilikuwa inapanda na kushuka kila alipokuwa anakumbuka matukio ya bwana huyo. Alikuwa amempigia simu rais mpaka akachoka. Hakuna simu ambayo ilikuwa inapokelewa, na jambo ambalo lilimaliza nguvu zaidi ni baada ya kupokea taarifa za vifo vya wale watu wake watatu ambao walikuwa sehemu yake kubwa, ila ni hao watu ambao walikuwa wamepanga kumpindua na kila kitu wabaki nacho wenyewe. Walinzi walikuwa wanazunguka kwenye miti na silaha zao. Ulisikika mchakacho sehemu, mlinzi akageuza shingo kuangalia mahali huko kuna nini, ila alirudi nyuma haraka na kujibanza kwenye mti akiwa ameshika koromeo. Kisu kizito kilitoboa koromeo lake kikaenda kujikita kwenye mti. Janilo alitokezea akiwa kwenye mavazi meusi. Alikivuta kile kisu chake, hata kuangalia mara mbili kama bwana yule alikuwa hai au alikuwa amekufa tayari. Alikatiza nyuma ya walinzi wawili ambao walikuwa wanapiana ishara, na waligeuka kwa pamoja baada ya kuhisi kwamba kuna mjongeo wa mtu, lakini wakakutana na hewa. Mwanaume alikuwa amechana msamba katikati ya miti miwili, anawatazama tu kwa chini. Alijiachia akatua na goti kwenye shingo moja na mwingine alizamisha kisu chake utosini. Alitoboa eneo la kichwa na kukizungusha kisu chake kisha akakichomoa. Akiwa sasa amemalizana na wale mabwana, alisikia hatua za watu zikienda kule ambako alikuwepo, akajibana kwenye mti. Walifika walinzi watatu wakiwa na silaha nzito, ambapo walianza kukagua miili ya wale wenzao. Mmoja alishika redio ya sauti na kutoa taarifa kwamba mhusika alikuwa amefika tayari. Janilo alitokea nyuma yao. Waligeuka kwa pamoja, akalala chini, risasi nyingi zikarushwa kuelekea kwenye miti. Alijigeuza, akaudaka mguu mmoja ambaye alimrushia mbele ya wenzake. Alipigwa risasi za kutosha kwa muda mfupi. Alisimama na mguu
wa kuzungusha ambao sasa ulitua kwenye shingo ya mlinzi, akajibamiza kwenye mti, kichwa kikapasuka. Aligeuka kwa nguvu na kisu sasa kikazamishwa kwenye tumbo la mlinzi wa mwisho ambaye alikuwa amebaki. Hakuwa na maisha tena, ila wakati sasa anataka kuondoka pale, alihisi kama kuna sauti kali ya mvumo inakuja. Alinama akapishana na kisu kikali ambacho kingetenganisha sehemu ya bega lake. Airukia kwenye kichaka cha pembeni yake, kwa kuwa sasa hakutambua kama wale watu walikuwa na silaha gani. Walitokezea wanaume 7 wakiwa kwenye magwanda ya jeshi. Alikuwa amewachungulia kwenye jani moja na kuona vizuri sana. Sauti ilikuwa ni sauti moja hivi ya bass, tena sauti ya mamlaka. Alisikika sema kwamba kenda wapi huyu? Mmoja aliwapa ishara kuonyesha kwenye kile kichaka. Ikabidi sasa wawili waingie ile sehemu. Ni mmoja tu ambaye alifanikiwa kuchomoka ile sehemu akiwa ameshika kwenye moyo wake. Alikutana na ngumi nzito mithili ya jiwe Fatuma, ila mwenzake hakufanikiwa. Zaidi tu zilionekana damu nyingi tu zikiwa zimetawala kwenye majani. Sasa ulirudishwa mwili ukiwa umechanwa kila kona. Mmoja wao alipatwa na hasira na kuhitaji kushambulia na ile bastola, lakini sasa alizuiliwa. Aliambiwa kwamba bosi anamtaka huyu mtu akiwa mzima. Jamaa akasema kwamba oya, hivi bosi amechanganyikiwa? Anamhitaji vipi mtu kama huyu akiwa mzima? Wewe unahisi kuna uwezekano wa kumkamata mtu wa namna hii? Huu upuzi unaweza ukatufanya tukafa wote bwana. Basi wale wanaume walikuwa ni watu wa serikali ambao kabla ya mkuu wa majeshi kufa aliwagawa. Alimpatia mkurugenzi watu 15 na Jarome watu 15. Wale wa mkurugenzi walikuwa wamekufa tayari, ila wale wengine ndio kwanza walikuwa wamepunguzwa 2. Basi mmoja wao alioropoka akasema kwamba tuingie wote kumtafuta. Mmoja wao alioropoka hivyo. Wakiwa sasa wanaendelea kubishana, ila kabla hawajafanya maamuzi yote, waliona kuna majani yanadondoka kutoka juu ya mti. Waligeukia juu kwa pamoja, wakahisi kuna kivuli. I say, alikuwa ni Janilo akiwa anashuka kwenye mti na kile kishindo chake wakati sasa anakanyaga ndicho ambacho kiliyafanya yale majani kuweza kushuka. Walijivuta nyuma kwa pamoja, akatoa katikati yao kwa kishindo kikubwa sana. Paka majani ya chini ambayo sasa alikuwa makavu yakapeperuka. Yale majani aliwafanya kujifunika kwenye nyuso zao kwa sababu yalichanganyikana na takataka nyingi. Sasa ile kufumba macho alikuwa anaenda kama risasi. Alijipindua mguu kashuka na kifua cha mmoja wao. Bwana yule alijipinda kuweza kutoka kwenye hali ile, ila haikuwezekana. Alishushwa mpaka chini kabisa, kile kifua kikavunjwa vibaya sana. Wenzake walikuwa wanatulia tu, ila mmoja aliona kisu kinamfuata kwa spidi kubwa. Alijibanza kwenye mti, akakidaka kwenye makali na kilitoboa ule mkono wake. Alihitaji kukitoa haraka, ila alichelewa. Kilidakwa na kuvutiwa pembeni, mkono wote ukabaki kama nguo iliyochanwa tu. Alikutana na kile kisu cha kwenye jicho. Janilo aligeuka na uzito wa kile kisu kikazama sasa kwenye shingo ya mwanaume ambaye alikuwa amemtwisha ngumi moja nzito kwenye mbavu zake. Alivuta bastola na kumtwanga moja kwenye tumbo na mwenzake kwenye kichwa, kisha akamsogelea ule wa kwenye tumbo. Sasa yule bwana alibaki tu anamtazama Janilo. Janilo akasema kwamba najua mpo 15, wenzako wako wapi? Yule bwana akaendelea kubabaika tu. Alikutana na risasi ya kwenye goti. Alipojaribu kutoa sauti ya kelele, alipigwa mguu wa uso, meno kadhaa yakashuka chini twa. Janilo akasema kwamba nimekuuliza wenzako wako wapi? Jamaa akajibu wapo mita 50 kutoka hapa. Janilo akauliza okay, na baada ya hapo? Jamaa akasema kuna walinzi kadhaa wa kawaida, kisha utakutana na watu 5 ambao ni hatari mno kuliko hata sisi, maana hawa mara nyingi ndio huwa anatoka nao na huwa wanatumia magwanda ya jeshi, ila leo wapo kwenye mavazi meusi. Huwa ni 4, ila kwa leo ameongezeka mmoja ambaye alikuwa anabaki nyumbani. Ukifanikiwa kuwapita hao, basi moja kwa moja utaenda kukutana na bosi mwenyewe ambaye ana walinzi wake wengine 3. Janilo akauliza kwamba okay, ni hao tu? Jamaa akajibu ndio. Akasema vipi kuhusu familia yangu? Jamaa akasema wamehifadhiwa kwenye chumba cha mwisho kabisa kwenye hilo jengo. Janilo alimpiga risasi ya kichwa. Basi alitembea taratibu kwa sababu alijua wale 8 walikuwa wanamsubiri maeneo ambayo hayakuwa mbali na pale. Sasa alipofikisha mita 40 alisimama. Alifumba macho yake kuweza kuvuta hisia kama kulikuwa na watu karibu na pale ambapo yeye alikuwepo. Alitambua kulikuwa na mjongeo wa hatua za watu kwa mbali. Alihema kwa nguvu na kutembea taratibu kuelekea sehemu hiyo. Wanaume wale 8 walikuwa wamejigawa maeneo kadhaa kuhakikisha kwamba Janilo hawezi kupita pale akiwa mzima wa afya. Mmoja kati yao alikuwa anauzungusha upanga ambao ulikuwa unawakawaka hivi.
alirusha kitu kikaenda kutua pembeni ya bwana mmoja ambaye alikuwa anavuta sigara yake kwa hisia kali. Aitazama pembeni pale, huku sasa akiwa anajiandaa kufungua zipi yake aweze kukojoa, ila kile kitu kilimtoa imani, akaamua kwenda na kuinama pale aweze kukiokota. Alifanya kosa la maisha yake bwana. Wakati ameinama alihisi kama nyuma yake kulikuwa na mtu. Alikuwa anahesabu hatua aweze kujigeuza. Alinyanyuka kwa nguvu kumgeukia mgeni wake, ila hakufanya jambo, maana hata mkono wake haukuwa umefika. Kisu kilikuwa kimezama kwenye koromeo lake, akabaki anahangaika tu kujitoa, ila mhusika wake hakuwa anacheka. Alikuwa anamtazama kwa jicho baya lililojaa husuda ndani yake. Baada ya kumalizana naye, alimtupa kama mzigo chini, kisha akaenda kuketi pembeni ya mti na kutoa kinywaji, akakinywa chote na kukitupa kikopo kidogo pembeni yake. Sasa wale wengine, ule mshindo uliowafanya kujikusanya kwa pamoja sehemu moja kujua nini kilitokea. Mwenzao alikuwa kalala kama alikufa miaka mingi ambayo ilipita. Ni damu tu ambayo ilikuwa inamwagika kwa wingi kama maji kwenye majani. Waliinua macho kwa pamoja baada ya mwanamume yule kusimama taratibu bila haraka. Wale 7 walihitaji kumfunza kwa namna ngumu Janilo, wakati ambao hata yeye hakuwa na cha kupoteza kwenye maisha yake tena. Alikuwa anajihesabia kama mfu tangu ile siku ambayo aliangukia kwenye ule mto. Sasa yule bwana kwa jaziba akatamka ya kwamba kama sio bosi kukuhitaji wewe mshenzi, ningekuwa kwa vidole vyangu mwenyewe. Yule jamaa ambaye alikuwa na upanga wakati ule Janilo alikuwa sasa anawasogelea wao, akiwa sasa anaweka mikono yake nyuma. Walianza kuwa na wasiwasi mpaka sasa wakawa wanajivuta kwa nyuma. Alienda mwanamume mmoja na buti zake kali. Alijichanua miguu yake pale, kisha sasa akataka kuikutanisha kwenye kichwa cha Janilo. Alijivuta nyuma yake yule bwana, akatua mbele yake. Yule bwana sasa alizamisha kisu kwenye mbavu za Janilo, ila hata hakutikisika. Aliudaka ule mkono na kuupindisha. Alirudi nyuma na kujigeuza wakati sasa ambao alikidaka kile kisu. Alimpiga na kisigino yule bwana. Yule jamaa akaangukia kwenye mti. Alitaka kunyanyuka, kile kisu kilizamishwa kwenye sikio kikatokezea mpaka upande wa pili. Alikivuta na kukirusha kwa nguvu kwa wale 6. Walijigawa kukikwepa, wakati ambao sasa alikuwa anawafuata kwa nguvu. Alipiga ile majani chini, akawa sasa yanafunika lile eneo, huku nao sasa wakiwa wanamfuata kwa hasira kali. Aliwaona, akaruka chini kwa kupiga magoti na kuteleza. Walimpitia kwa juu, yeye naye akawa amepita kwa chini. Mwanamume mmoja waliposimama kwanza kwa mbele, alianza kuhangaika baada ya kushindwa kusimama. Wakati wanapishana, Janilo alizichana sehemu za siri. Alitaka kuongea jambo, Janilo alivuta bastola na kumpiga risasi ya kichwa kuokoa muda, kisha akairudisha tena. Kama wao waliambiwa wampeleke akiwa hai, maana yake hata yeye hakutakiwa kutumia silaha ya moto, bali mikono ndio ilipaswa kufanya kazi zote. Alikutana na miguu mizito ya kifua ambayo ilimpeleka nyuma kidogo. Janilo akiwa sasa anajiandaa kukaa sawa, alibebwa na mtama mkali. Akakosa balance. Wanaume wawili walimchangia kwa kumpiga ngumi 4 ambazo zilimbeba mpaka kwenye mti, ambako badala ya kuangukia mgongo alitua na mguu wake, na wakati sasa anajigeuza kwa sarakasi, alipishana na ule upanga ambao ulikuwa unaenda kumtoboa kifuani. Upanga ule ukawa sasa umetoboa mti, ukabaki unaelea pale. Yule jamaa alihisi ni amefanya kosa kubwa muda ambao wanaume wawili walikuwa wamemfikia. Aliyekuwa mbele, mikono yake ambayo alirusha kuweza kumshambulia ilikuwa ni mepesi. Baada ya kutazama, ilikuwa imeanguka chini kwa kukatwa na ule upanga. Na pembeni yake akiwa sasa anamshangaa mwenzake wakati analia kama mtoto mdogo. Alicharangwa yani kama nyama. Kisha ule upanga ulipita kwenye shingo ya ule kilema, yani yule kilema wa mikono, hali ambayo sasa ilisababisha kichwa na kiwiliwili kujitenga na kujigawa. Ile hali haikuwa ya kawaida kabisa kwao. Wenzao wote walikuwa wanakufanya kama panya kwenye mtego. Waliangaliana kwa zamu, kisha wakamsukumizia ambaye alikuwa mbele. Alienda vibaya kwani hakujiandaa. Kwenda kwake hovyo kulifanya sehemu ya bega lake kumeguliwa na ule upanga. Akapiga goti. Janilo hata hakumgeukia yule bwana. Upanga uliingia kwenye shingo, ukatokezea mdomoni, akiwa sasa anawatazama wale ambao walibaki. Hakuna ambaye alikuwa na ujasiri wa kusimama tena. Kila mtu alianza kukimbia aweze kutokezea upande wake, ila hawakupewa hiyo nafasi. Mmoja alirushiwa ule upanga, ukaenda kuzama mgongoni, ukatokea tumboni. Waliobakia hawakuwa na uwezo wa kuzikimbia risasi, wote walikufa. Alimfuata ule ambaye alikuwa sasa anahangaika na ule upanga.
Janilo akasema kwamba ni kosa kubwa mmelifanya kunipatia silaha kama hii. Ulitakiwa kukimbia ukiwa na nafasi. Aliuvuta ule upanga, akauzamisha tena kisha akautoa na kuendelea na safari yake. Muda ambao alikuwa anauzamisha alikuwa akiuzungusha. Hivyo sasa alikuwa na uhakika alikatakata vitu vya ndani, hali ambayo ilikuwa inamfanya bwana ule kufa kwa muda mfupi tu ambao ulikuwa unafuata baada ya pale. Alitembea kwenye miti na kukutana na walinzi kadhaa ambao wote alikuwa anawachinja tu. Aliua walinzi wengine 10, ndipo mbele yake sehemu sasa ambayo ilikuwa na kizuizi cha senyenge akakutana na wanaume 5. Alikuwa na taarifa za wale watu kwamba angekutana nao kabla ya kuingia ndani ya ile sehemu. Sasa walikuwa wamevaa nguo nyeusi kama maninja, huku nyuso zao zikiwa wazi, na wao walikuwa na mapanga kama yeye kwenye mikono yao. Walikuwa wanatazamana kwa hamu kubwa, wakionekana kumsubiri aweze kujitokeza pale kama anataka kupita ili wamalizane naye. Aliukaza ule mkono wake ambao ulikuwa na upanga ambao ulikuwa unavuja damu, huku yeye mwenyewe sasa akiwa anavuja damu kwenye mbavu yake. Alimeza mate na kufumba macho yake. Aliyafumbua baada ya sekunde 2. Alinyanyua hatua zake na kuanza kuhesabu hatua zake kwa nguvu kwenda kwa wale mabwana, ambapo ule upanga wake mara ya kwanza kabisa uliwakosa wote walipojigawa. Yeye mwenyewe alionjwa na upanga kwenye bega, akagundua alienda kijinga kwa yule bwana, hali ambayo sasa ilimfanya kugeuka kwa nguvu na kurudi nyuma. Upanga ulimkosa kwenye goti, ukaenda kukata ardhi ambayo ilichanika ile sehemu. Alinama baada ya upepo kumpitia. Alipigwa pande 2 za mbavu zake, akabanwa katikati. Aliusimamisha ule upanga ardhini na kuwatwisha wale wanaume ngumi nzito za kwenye taya. Kisha akauchomoa ule upanga wake na kukimbilia mbele ambako aliruka sarakasi, akapishana na upanga mmoja ambao ulikuwa sasa umerushwa kwenda kwake. Alipotua kwa goti, aliurusha upande wake nyuma bila hata ni kuangalia, kisha akageuka uso wake sasa ukiwa hapo umefura kwa hasira. Wanne waliukwepa ule upanga. Ukaenda kukata paja la mmoja wa mwisho kisha ukaangukia pembeni. Alidunda mara kadhaa, akawa sasa kama anawaendea kwa chini. Aliwaruka kwa juu, akaenda kutua karibu na ule bwana aliyekuwa amekatwa mguu wake wote, ambaye ndiye alirusha upanga kwa mara ya kwanza. Mguu wake uliangukia kwenye kichwa cha yule bwana, kikakita kwenye ardhi. Alishusha mguu mwingine, kile kichwa bwana kilipasuka vibaya mno. Sasa alijifuta damu usoni, akabeba upanga wake na kuwageukia wale mabwana ambao walikuwa wanamkaribia. Alitembea nao kwa muda wa dakika 1. Alikutanishwa na mguu mmoja, wa pili wakati sasa unakuja, alusokomezea upanga ambao ulitoboa kiatu cha ule bwana, ukazama mpaka kwenye mguu, akakosa balance na kuangukia kwenye goti lake, akaivunja ile shingo. Aliona wawili wanakuja kwa nguvu. Airusha upanga wake huku sasa akiwa anazikwepa zile panga za wale wawili ambao alipishana nao katikati. Alipowakwepa kwa kuruka juu, akakutana na wa mwisho ambaye upanga ulizama kifuani. Alimshika kwa nyuma akiwa sasa anawaangalia wale wawili, huku sasa anamchinja ule bwana kwa hasira. Walitazamana na kumfuata tena. Aliwarushia ule upanga ukiwa sasa unajizungusha kwa nguvu. Wote wawili walijerushia pembeni kujiepusha na kadhia ile ambayo ilikuwa inawaendea mbele yao. Ila hawakujua walikuwa wanategwa. Muda ambao yeye aliutupa ule upanga kwenda kwao, alikuwa anatoa visu viwili. Aliviagiza kwao kwa nguvu kubwa, akiwa sasa anaenda kwa kutembea. Vile watoboa maeneo ya mioyo yao, aliwasogelea na kumuua moja bila haraka . Kisha akatoka kuelekea ndani ya nyumba ambako sasa alijua kuna walinzi 3 kabla kumfikia Jerome mwenyewe. Mlango ule ulikuwa umeegeshwa tu. Sebule ilikuwa ni kubwa ambayo ilikuwa inasimamiwa na wanaume 3. Walipomwona tu walianza kushambulia kwa risasi nyingi, ambapo alijirushia kwenye sofa moja ambalo alilitumia kujilindia na ile mvua risasi. Ilienda kwa sekunde kadhaa mpaka alipotambua watu wale waliishiwa na risasi, ndipo alipojitokeza akiwa sasa anajivuta kwenye tires. Risasi ilibaki moja tu kwenye bastola ambayo aliitumia kumpiga mwanaume mmoja ambaye kiatu chake kilikuwa kinaonekana. Ile risasi bwana ilipenya kwenye enka ya mguu. Mwanaume yule akakosa balance ya kusimama vizuri. Janilo alijitokeza na kudunda kwenye sofa moja ambalo lilimnyanyua zaidi. Akili zilipokuja kurejea, yule bwana tumbo lake lilikuwa wazi, yani vitu vyote vilimwagika chini. Huku ile suti yake nyeupe
ikibaki kama mavazi ya vijana wa kileo, maana ilikuwa imechanika chanika kila kona. Wale wawili bwana walitazamana na kwenda kwa pamoja. Aliwasukumia meza ya kioo ambayo mmoja wao alivunja kwa mguu wake, kisha akakituma kioo kimoja wapo ambapo kilimeguka kutoka kwenye ile meza kwenda kwake. Aliutumia ule upanga kukipangua kile kioo, akakutana na mguu wa kichwa. Alihisi kama kimepasuka hivi, akajitikisa, ila sasa ni muda ambao alikuwa anajipotezea pointi zake za muhimu, kwani alipigwa ile sehemu ambayo iliyokuwa na jeraha, akauma meno kwa maumivu makali sana. Wale mabwana walikuwa na spidi kubwa. Alimuona mmoja akija mbele yake. Alisukumia sofa kule mbele, yule bwana akadunda kwenye ile sofa, ila kufanya kwake vile akawa amekosea hatua moja, ambapo wakati sasa anatua alikuwa anatazamana na upanga ambao ulimlenga mdomoni kwake. Kujitahidi kuukwepa kwake ndipo kulimfanya sasa kukutana nao kwenye shingo yake. Ilitinduliwa kulia na kushoto, ikabaki kama tambara tu ambalo lilikuwa limetumika kisha likachoka. Alitembea kwa maumivu kumfuata ule bwana ambaye alibaki peke yake. Alimrushia ule upanga, akaukwepa, ukajichomeka kwenye sofa. Wakakutana sasa kwa mikono yao katikati. Walipigana ngumi nyingi sana. Ndani ya sekunde 30 tu ule mwanaume alinyoosha mkono wake ambao ulikutanishwa na mkono wa Janilo katikati mpaka ule mkono ukavunjika. Alitoa sauti ya maumivu na kurusha ule mkono wake mwingine. Ulidakwa, ukavunjiwa upande wake. Janilo alivuta upanga na kuikata shingo yule bwana akiwa amemshikilia kwa nyuma. Asa nyuma yake bwana, kwanza muda huo sasa, yani muda ambao alikuwa anamkata yule bwana shingo, ndio muda ambao Jerome alikuwa sasa anatokezea akiwa amemshika mtoto mkononi, huku kamwekea bastola kichwani. Nyuma yake alikuwa ni Melania akiwa sasa anatetemeka kwa hofu na kumeza mate kila mara. Jerome akasema kwamba stop Janilo, una nafasi ya kuweza kuiokoa familia yako. Ila jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kutupa upanga huo pembeni na kumrushia huyo kijana ambaye umemuua pembeni, ili ubaki wewe kama wewe. Stani kwenye hili. Jerome alipiga risasi moja hewani na kuirudishia kwenye kichwa cha mtoto. Ni kwa mara ya kwanza Janilo alikuwa anamuona mtoto wake tangu azaliwe. Haikuwa inahitajika hata DNA kujua kama alikuwa ni mwanae, kwa sababu alikuwa anafanana kwa kila kitu. Mtoto alikuwa ameukumbata mdoli akiwa sasa haelewi nini kinaendelea, na wala hakuwa anatambua kama alikuwa mtoto wa moja ya wanaume hatari zaidi ulimwenguni. Hakuwa na namna zaidi ya kurushia mbali upanga wake na silaha zote ambazo zilikuwa kiunoni kwake. Alitishia kama anataka kumtupa yule bwana ambaye alimshikilia. Jerome akashambulia kwa risasi 4 ambazo Janilo alizikinga kwa kutumia mwili wa yule mlinzi wa Jerome, kisha akamtupia pembeni. Janilo akasema kwamba hiyo bastola ambayo umeishika ina uwezo wa kubeba risasi 6. Moja ulipiga juu kuonyesha ubabe wako. 4 umempiga huyo bwana ukihisi unaniua mimi. Hivyo imebakia moja. Mimi na wewe wote tunajua hauna shabaha ya kunipata sehemu mbaya ya kufanya mimi nife. Kwa hiyo risasi moja haiwezi kufanya kitu chochote kwangu. Hivyo unaweza kufanikiwa kunipiga ila hauna uwezo wa kuniua. Jerome akasema ni kweli Janilo, ila hii risasi moja ina uwezo wa kuyabeba maisha ya mwanao. Basi alikandamizia kwenye kichwa cha mtoto, huku mtoto akiwa sasa anamtazama baba yake bila kujua kama ndiye alikuwa baba yake mzazi. Jerome akawa anamtazama tu Janilo. Janilo akasema ya kwamba unaweza kumalizana na mimi kwa amani bila kuishia kubeba dhambi zingine kama hizo ambazo tayari unazo za kutosha. Hata ukisema unamuua mwanangu, kumbuka hata wewe hauwezi kutoka hapo ukiwa hai. Baada ya Janilo kusema hivyo, Jerome akasema kwamba ni kweli, ila haya ni maumivu ambayo utaishi nayo miaka yote. Kwa hiyo ni bora tu tukose. Jerome akiwa hajamalizia sentensi yake, alipiga kelele za kilio na kuiachilia bastola, jambo ambalo lilimshtua Janilo maana hakuwa amemgusa. Wakati Jerome anadondoka chini, ndipo aligundua Melania alikuwa na kisu mkononi ambapo alimchoma nacho mara kadhaa kwenye eneo lake la mbavu, kisha akaokota ile bastola na kumpiga nayo Jerome kichwani. Baada ya pale alivitupa vyote chini akiwa sasa anatetemeka, maana alijua kwa namna yote ile ilikuwa lazima aweze kufa mbele ya Janilo. Mwanaume alikuwa anamtazama tu yule mwanamke kwa hasira kali mno, ila alipokuwa sasa akimwona mtoto, zile hasira zilikuwa zinapoa. Alimsogelea mtoto na kupiga goti, kisha akamkumbatia akiwa anatoa chozi.
alikuwa na mtoto mzuri sana ambaye alikuwa anafanana naye kwa kila kitu. Anajua kama ana baba kwenye haya maisha? Alimuuliza Melania ambaye alikuwa anatetemeka kusubiri hatima yake. Hapana. Anaishi kwa furaha? Ndio. Baada ya kesho rais atakuwa anaenda kuhutubia taifa. Nenda kaonane naye, kutakuwa na watu wa kukupokea. Atakupatia mali zangu nyingi ambazo zitakuwa mali za mtoto. Zitumie kwa ajili yake. Na atakapokuwa mkubwa utamkabidhi ziweze kumsaidia kwenye maisha yake, kwa sababu ni utajiri mkubwa ambao hawezi kumaliza yeye na kizazi chake. Nitamani kuwa baba bora baada ya hili, ila nimetambua sitakuwa na uwezo wa kumpatia furaha tena. Kama siku ukiona kuna umuhimu wa kunitambua hata mara moja kama mimi ndiye baba yake, basi utampatia jina la Shania. Ilikuwa jina la mamangu mzazi. Mwanaume alimbusu mwanae kwenye paji la uso kwa uchungu mkubwa, huku mtoto akiwa ametulia tu, yani haelewi kinachoendelea. Janilo alinyanyuka na kuanza kuondoka ile sehemu, akiwa sasa anachechemea kwa majeraha yake na damu ikiendelea kumtoka. Melania akauliza kwamba vipi kuhusu mimi, mbona unaniacha hai? Sitaki kutengeneza kisasi kwa mtoto wangu wa damu. Nimegundua kama akija kukua na kugundua mimi ndiye nilimuua mama yake, sidhani kama nitakuwa na maana tena kwake, hivyo ataishi maisha yake yote akijifunza kunichukia mimi. Sina imani kama hicho ndicho ninakitaka kwenye maisha yangu. Umemfunza kuishi bila mimi, na wewe ndio unampatia furaha, hivyo wewe ndiye ambaye unatakiwa kuwa na jukumu la kumlea. Ushauri wangu kwako, jifunze kubadilika. Hizi tamaa za ulimwengu na usaliti vitakuja kukufanya umuue mtoto kijinga. Naweza kusema na kuchukia sana, ila kila nikimtazama mwanangu najikuta hasira zinanisha. Najisikia vibaya kukuacha hai Melania, kwani kwenye maisha yangu sijawahi kumwacha hai mtu aina yako. Janilo aliongea hivyo akiwa sasa amewapa mgongo na kugeukia pembeni kwa mbali. Melania akasema ya kwamba kama hutaki kuniua basi nipe nafasi ya mwisho, nitakuwa mke bora na mama bora kwa mtoto wetu. Tunaweza kutengeneza familia ambayo tuitamani kuwa nayo miaka 6 iliyopita. Tafadhali Jedi, nipo chini ya miguu yako. Melania aliongea hivyo akiwa anatoa machozi. Kama nitakaa karibu na wewe, kuna siku nitakuua kwa lazima, na sitaki hilo liweze kufanyika. Siku zote hautapata kila unachokitaka kwenye maisha yako Melania. Goodbye. Melania alianguka chini na kuanza kuangua kilio kikali chenye majuto, mpaka mtoto wake alimsogelea mama yake na kumkumbatia, lakini kilio chake hakikuwa sababu ya kumsimamisha Janilo. Alimtazama akiwa anapotelea kwa mbali. Rais alitangazia taifa kwamba alikuwa anaenda kulihutubia baada ya mambo yale yote kutokea, huku Darius akiwa ndiye mlinzi wake mkuu, kwa sababu alitokea kumwamini kijana huyo ambaye mara ya kwanza ndiye alikuwa mlinzi wa rais ambaye aliuawa. Darius alihakikisha vijana wake akina Kai na wenzake ambao walisimamishwa kazi wanarudishwa kazini haraka iwezekanavyo. Rais alielezea mambo mengi ambayo yalikuwa yametokea, huku akiweka wazi uchafu wa mtangulizi wake na watu wake na kuwataka Watanzania wawe na imani, yani wawe na imani naye, maana alikuwa amepanga kuirudisha nchi kwenye hali yake ya mwanzo na kuhakikisha maisha yanarudi kuwa kama kawaida. Na watu walitakiwa kulisahau lile tukio, japo lilikuwa linaenda kuishi kwenye historia ya nchi yao milele. Kwa hiyo Tanzania mpya ilipatikana baada ya kazi nzito ya muda mrefu kuweza kufanyika. Mawaziri wote na watumishi wa serikali, wakiwemo wafanyabiashara ambao walikuwa wanahusika na ule mtandao, walikamatwa wote na kupewa adhabu kali kwa ajili ya kutoa shule na kuwa kama mfano kwa wengine ambao walikuwa wanafuata baada ya pale. Kwa hiyo CIA walifanikiwa kujua ukweli kuhusu ajenti wao ambaye alipotea kwa miaka 25 na alikawa moja ya matukio ambayo walifeli kuyafanyia kazi, ila tukio hilo liliwasaidia kujua ukweli kwamba Macklay hakuwa amehusika kwenye lile tukio, bali ni mwenzake na mpenzi wake ambao baada ya ukweli huo kuwekwa wazi, wote walikamatwa na serikali ya Marekani. Na hapa ndipo tumehitimisha sasa hii simulizi yetu ya Janilo, na mtayarishaji wa hii simulizi ni Fabian Babuya. Asante sana kwa kuwa ulikuwa pamoja nami kuanzia sehemu ya kwanza na mpaka tunafika sehemu hii ya mwisho. Nikwambie tukutane kwenye stories zingine nzuri ambazo zinaendelea hapa Lumba's Simulizi. Niseme to God be with you till we meet again. Bye bye.